habari za Hana, Samueli wa kwanza 1 kuanzia 10 hadi 20, lakini habari za Elia Wafalme wa kwanza 18 kuanzia 41 hadi 45. Ukisoma pale utaona ya kwamba Elia alikuja kuomba mvua inyeshe tena baada ya kipindi cha muda mrefu. Akasimama tena akamwomba Mungu, akamsihi Bwana, Baba, ninahitaji tena mvua inyeshe. Mvua inyeshe. Anasema alikuwa mlimani na muombaji mmoja akawa anamtuma aende kaangalie kule pembezoni mwa bahari. Wingu limeshatokea. Anaenda mara ya kwanza, anaangalia, anakuta bado Bwana. Anarudi tena, anaendelea kuomba. Akamwambia nenda tena mara ya pili mpaka mara ya 7. Anarudi anamwambia yes, kuna wingu mfano wa mkono. Haleluya. Lakini ukisoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, yes, tutasoma kwa haraka. Waraka wa kwanza wa Petro kuanzia 17 anasema Elia naye alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Anasema Elia naye alikuwa ni mwanadamu sawa na sisi, yani mwanadamu sawa na mimi na wewe, mwanadamu sawa na wewe na mimi, ambaye aliomba kwa bidii. Maana yake ni mtu ambaye alikuwa amelibeba jambo ndani, jambo ambalo halijawahi kutazamiwa, ni maono ambayo hayajawahi kuonekana. Hakuna ambaye alishawahi kufanya, lakini yeye akalibeba jambo katika uzito, katika maombi kwa muda mrefu, akatembea nayo hayo maombi kwa muda wa mrefu mpaka ndipo Bwana akaenda kufanya, akaizuia mvua kwa miaka 3. Baadaye akaomba tena, mvua ikafunguka. Aina ya kwanza ya muombaji ni muombaji mzalishaji. Haleluya. Lakini pia alikuwa mtu wa tatu ambaye ni Ana katika Biblia, amezungumzwa katika Luka 2:36 hadi 38. Huyo alikuwa ni mjane ambaye alikaa na mume wake kwa muda wa miaka 7. Baada ya hapo akawa mjane na aliishi miaka zaidi ya 80 plus. Lakini aina ya maombi alikuwa anafanya, alikuwa anaomba kwa habari ya kuja kwa Masihi Yesu Kristo, kuja kwa Yesu Kristo. Wako waombaji ambao alisimama kuomba mpaka hadi Yesu azaliwe. Haikuwa ni nguvu ya Mariamu peke yake na Yusufu. Kuna waombaji ambao alisimama na kuyabeba yale maono ya kwamba kuna kitu kipya kinazaliwa ndani ya hii dunia. Yupo mkombozi mpya ambaye anakuja. Haleluya. Ana akasimama akatembea na hilo jambo. Biblia imeandika kwenye maisha yake yote alikuwa ni mtu wa kufunga na kuomba na kulala madhabahuni siku zote, akitaka jambo hili moja litokee, Yesu azaliwe. Haleluya. Nitawasomea tu kwa haraka hapo Luka 2:36. Yes. Luka 2 kuanzia 36. Neno la Mungu linasema palikuwa na nabii mke jina lake Hana, binti Fanueli wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka 7. Ulikuwa amekaa na mume kwa miaka 7 baada ya wanawali wake, naye ni mjane wa miaka 84. Haondoki katika hekalu ila huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Huabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. Kwa miaka yake yote 84 alikuwa haondoki hekaluni, anafunga na kuomba usiku na mchana, akimtafuta Mungu kwa ajili ya jambo moja, Yesu azaliwe. Ni aina ya mwombaji ambaye alikuwa ni mzalishaji, anaomba vitu vipya kwenye ulimwengu. Alikuwa anatamani matokeo, azaliwe mtoto Yesu, akafanyike ukombozi kwa ajili ya ulimwengu na dunia nzima kwa ujumla. Haleluya. Aina ya pili ni mwombaji mlinzi, walinzi. Neno la Mungu limesema katika Ezekieli 33:7, lakini pia Nehemia 4:9. Anasema wao ni watu ambao wana uwezo wa kusimama na kuomba ulinzi kwa ajili ya eneo, mahali, taasisi, kanisa, familia. Haleluya. Kwa ajili ya eneo, taasisi, kanisa, familia. Yaani kwenye nafasi yoyote ambayo mtu anasimama, kama wewe ni mwombaji mlinzi, maana yake atakuwa ni mtu ambaye ana uwezo wa kuona vitu ambavyo ni vibaya vinavyotaka kuja katika eneo, katika familia, katika kanisa, alafu akawa na uwezo wa kuomba kwa ajili ya kuvizuia. Haleluya. Ndio maana aina hii ya waombaji waga ni wale watu ambao wana maombi ya vita siku zote. Unamwambia mtumishi tuombe toba, anaanza kwa jina la Yesu. Haleluya. Anaanza kukemea. Ni kwa sababu ni aina ya uombaji ambao ameubeba ndani.
mfumo ambao anautumia kuomba. Ni nafasi ambayo Bwana amemtengenezea kwamba yeye ni muombaji ambaye ni mlinzi katika eneo, katika mahali, katika familia. Haleluya. Katika nafasi zote hizi mbili anaweza akasimama mtu mmoja. Kwa nafasi zote mbili anaweza kuwa mzalishaji alafu akawa ni mlinzi. Mzalishaji kwa maana ya kuyabeba maono alafu kuyalinda yale maono ambayo yametokea. Tunasema kilichopatikana kwa maombi kinalindwa kwa maombi. Kwa maana yake mwanamke naweza nikasema anaweza kusimama kwenye nafasi zote mbili kama mzalishaji na mlinzi pia. Yaani kuyasimamia maono mpaka hadi aje akatokea kwenye familia, lakini pia kuyalinda yale maono ambayo yameshakuwako, yameshatokea katika familia, yaendelee kuleta matokeo na kusimama. Yaani hiyo kampuni yako ambayo unataka kuianzisha wewe, hiyo kazi ambayo unataka kuishikilia, afu kasimama wewe na mke wako mkaanza kuomba kwa habari ya hiyo kazi, alafu Bwana akafanya ukaipata. Maana yake mke huyo ndio ambaye anainuka kwa ajili ya kuomba hiyo kazi iendelee kuwepo na waendelee kupanda daraja na daraja zaidi. Haleluya. Wako watu wengi hapa wamebeba maono kwa ajili ya familia zao, wengine ni walinzi wa familia zao. Yaani ni kuhakikishia Mungu hawezi akafanya jambo lolote kwenye familia yako bila kukwambia wewe kama mlinzi na mzalishaji. Yaani hawezi hata kumchukua mtu. Yaani mtu afe bila wewe kujua, alafu ni mlinzi wa familia. Bwana lazima analeta taarifa. Anakuja kwa ajili ya kusema na wewe kama mlinzi wa familia. Lazima anakuonyesha jambo lolote likitaka kutokea baya kwenye familia yako. Aidha ni familia uliyoko sasa au familia ambayo unaiendea, au ni mwenendo wako kuitengeneza familia yako ya baadaye. Lazima Mungu anakuletea taarifa. Kwa sababu Bwana ametupa kusimama kwenye nafasi kama walinzi, kama wazalishaji. Yaani kabla hiyo kazi haijaharibika, kabla hayo maono hayajaharibika, Bwana lazima analeta taarifa. Mwanangu, kuna hiki na hiki na hiki na hiki. Watu wao wana tabia kukosa amani. Kuna wakati unafika wanakosa amani, wanakosa kuna kitu ambacho ni kibaya kinaendelea kutokea. Yaani wanaona kabisa, tunasema wana spiritual eyes. Wanaona, wanasikia vitu. Ili jambo ambalo linaenda kutokea hapa si sawa. Wanasimama kwa ajili ya kuomba na kulizuia. Kama jambo ambalo litaleta matokeo mabaya, wanasimama kwa ajili ya kuomba. Ni watu ambao tunao sana hapa kanisani. Haleluya. Yes, tutasoma Ezekiel 33:7 kwa haraka. Kitabu cha Ezekiel 33:7. Neno la Mungu linasema, basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi ulishe neno hili kinywani mwangu, uwape maonyo yangu. Basi wewe mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi ulisikie neno hili kinywani mwangu, uwape maonyo yangu. Haleluya. Wakati tumekuwa kama walinzi kwa ajili ya kanisa, wengine ni walinzi kwa ajili ya maono ya familia, wengine ni walinzi kwa ajili ya mume wako wa baadaye. Haleluya. Tunazungumzia kuhusu familia, lakini habari ya mission ambayo tunaiendea, tunahitaji kuwa waombaji, lakini pia walinzi. Lazima Bwana ataenda kuzungumza na mtu kule Mvumero. Likitaka kutokea lolote jambo katikati ya kamati yoyote, lazima kuna mlinzi mmoja ambaye ataambiwa, jamani, kuna mambo hapo hayataenda sawa. Hebu simama, nenda Parun, nenda kaombe. Haleluya. Yes, kuna walinzi mahali hapa. Lakini aina ya tatu nimalizie kwa haraka haraka ni watengenezaji. Waombaji ambao ni watengenezaji. Hawa ni watu ambao wana uwezo wa kurekebisha uharibifu wowote ambao umetokea katika eneo. Wana uwezo wa kurekebisha jambo lolote ambalo limetokea katika eneo. Aidha ni baya ambao linaenda kuleta matokeo ambayo ni mabaya. Pengine watu wamenenda kinyume na mpango ya Mungu, wameacha kusikiliza sauti ya Mungu, wameacha kutii na kuwa na ufahamu. Baada ya hapo Bwana akaanza kuachilia maarifa juu ya wale watu ambao ni watengenezaji. Na kazi ya huyu mtu inakuja pale ambapo walinzi wakishindwa kusimama kwenye nafasi yao. Walinzi wakishindwa kusimama, maana yake watengenezaji wanaibuka ili kurejea kwenye nafasi. Kumbuka mzalishaji ameanzisha nafasi, maono yamekuwa yakawa halisi. Mlinzi asimame kwa ajili ya kulinda. Alafu au watengenezaji wanakuja kama mlinzi akishindwa kuyalinda yale maono, kulinda ile nafasi, mtu akaipoteza, yale maono yakaanza kufa. Huyu mtengenezaji ndo anasimama. Haleluya. Huyu mtengenezaji ndo anaanza kusimama. Aina hii tunamuona Musa katika Biblia, kusema Kutoka 8:12, Kutoka 15:25 na kuendelea. Kuna wakati Musa alikuwa akipitia changamoto, afu neno la Mungu linaandika kwamba Musa akaenda akamlilia Bwana, naye Bwana akamwonyesha mti, akamwambia tia katika haya
Haleluya. Lakini kuna wakati walikuwa wanaenda wanamkosea Mungu. Mungu anataka kuwapiga. Mungu anataka kuwapiga katika ubaya, kuwaadhibu. Musa anasogea mbele za Mungu kwa magoti, analia. Anamwambia Bwana, mghairi mabaya, wasamee, hawa ni watoto wako bado. Ni kweli ya kwamba wamekukosea, lakini tunahitaji bado rehema. Hawa ni watengenezaji. Wanaweza kwenda mbele za Mungu kutengeneza mambo katika familia za kwao, mambo katika ile nafasi ambayo Mungu aliyowapatia. Haleluya. Ukisoma Isaya 58:12, nitaisoma mstari mmoja. Isaya: na watu wako watapajenga mahali palipo ukiwa, utainua misingi ya vizazi vingi, nao utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipo bomoka, na mwenye kurejeza njia za kuikalia. Utarejesha na utatengeneza mahali palipo bomoka, na mwenye kurejeza njia ya kuikalia. Haleluya. Haleluya. Yaani kuna wakati familia inaanguka, mume wako baadaye anashindwa kusimama, baba yako anashindwa kusimama, anaipoteza nafasi, kanisa linashindwa kusimama, alafu anaibuka hawa watengenezaji. Bwana anasema utapatengeneza mahali palipo bomoka. Imefika mahali watu wakamkosea Mungu, wakashindwa kuenenda sawa sawa na mapenzi ya Mungu, ndio watu sana wanaibuka na kuanza kuliombea kanisa. Wanaanza kuomba kwa ajili ya familia zao. Tena rehema. Bwana warejeshe katika nafasi, katika yale maono, katika viwango. Haleluya. Kwa ninaona watu ambao wanasimama katika nafasi zote tatu hapa. Haleluya. Ni nafasi tatu kuu ambazo nimezikategorize kwa aina ya uombaji na matokeo ambayo yanatokea baada ya mtu kuomba. Ya kwanza ni mzalishaji, ya pili ni mlinzi, ya tatu ni mtengenezaji. Nikasema ya kwamba huyu mzalishaji anabeba maono kama uchungu wa mama ambaye amebeba miezi 9 mimba. Anatamani yule mtoto akazaliwe. Na uwezo wa kubeba maono kwa muda mrefu, hata miaka 3 anayashikilia maono mpaka hadi yaje akatokee. Haleluya. Yaani mtu anaomba alafu anaomba tena, alafu anaomba alafu anaomba tena. Alafu unakuja kuomba wiki moja, umefunga tu zile wiki moja, unakaa unasema Bwana ajibu. Wakati watu wanakaa wanaomba miaka 3 kitu je kazaliwe. Tumemsoma Ana hapa, aliomba miaka yake yote 84. Alikuwa ni mtu wa kulala madhabahuni na kufunga na kuomba aje akazaliwe Yesu. Haleluya. Haleluya. Tunachokitaji ni watu ambao wanaweza kubeba maono kwa ajili ya familia, watu ambao wanaweza kubeba maono kwa ajili ya kanisa, watu ambao wanaweza kuzalisha vitu vipya kwenye familia za kwao za mbeleni, kwenye familia walisopo. Nisikufiche wewe ambao umepata neema ya kuokoka, wewe ambao Bwana anakujua wewe ni mtumishi wake, amekupatia neema ukaokoka, ukajua kweli ya Mungu ikakuweka huru. Wewe ni mtu ambaye umebeba maono kwa ajili ya familia yako kule nyumbani. Yaani wakikutazama wanaona kwamba kuna kufanikiwa kupitia wewe. Na usiposimama kwenye zamu yako, sikufichi utaanguka. Yaani usiposimama kama muombaji, kuyatengeneza maisha yako na kuitambua nafasi ambayo Mungu amekupatia katika maombi, kama mzalishaji, kama mlinzi, kama mtengenezaji kwa ajili ya familia. Haleluya. Tutakwenda kuomba mahali hapa, tutasimama kumuomba Mungu akupe kujua nafasi yako katika familia kama muombaji, ili kuweza kukamilisha lile kusudi na maono ambayo Bwana amekubebesha kwa ajili ya familia yako. Ni kweli tuna vision nyingi kwa ajili ya familia za mbeleni, tuna maono makubwa ambayo tumeyabeba kwa ajili ya familia zetu, pengine tulizotoka nyumbani, nyingine ambayo tunatamani kuzitengeneza. Tunahitaji kuwa watu wa matokeo. Tunahitaji kuwa na familia bora za mbeleni. Tunahitaji kupata mke mzuri. Yaani mwanaume uliokubalika, unahitaji kupata mke ambaye atakubeba kwenye maombi, ambaye atakaa na wewe, atasimamia maono yako mpaka aje akafanyike halisi. Lakini bila kusimama kumuombea, bila kusimama kumtafuta Mungu akupe hekima na uwezo wa kumpata huyo mtu, utajikuta unaangukia sehemu ambayo familia yenye mvurugano, familia zenye migogoro. Lakini tunatamani tukajenge familia nzuri kwa jina la Yesu. Haleluya. Basi simama kwa miguu yako. Makubwa. Ujue tu kwamba walilipa gharama. Hawakuwa wanawake tu wa hivi hivi. Ukimwona akiwa anatambulisha, wewe kubali. Alipay the price. Ujue alifunga kwa namna gani. Ujue aliyabeba hayo maono na mume wake kwa namna gani. Kama mwanaume unahitaji waombaji ambao ni
wazalishaji, kuachana na mama yako, kuna mke wako ambaye anafuata. Anahitaji kuwa mlinzi na mzalishaji pia, kuyabeba maono yako, ile kampuni, ile biashara, ule uimbaji, ule uhubiri ambao umeubeba, ile nafasi ambayo unatamani kuifikia. Bila wewe mwanamke, ukipata ambaye hajasimama, neema ya Mungu itusaidie. Haleluya. Inua mikono yako juu. Tukaseme na Bwana kwa habari ya familia yako ya baadaye. Unaweza tukaanza kuzungumza na Mungu kwa habari ya nafasi ambayo unatamani mke wako awe nayo, ambayo unatamani ile familia yako iende kajengeke, ambayo unatamani tukasimame kwa ajili ya maono ya familia yako ya sasa, kwa ajili ya ile familia yako ya nyumbani. Ni kweli ya kwamba wanakutegemea, ni kweli kwamba wakikutazama wanaona mwanga, wanaona ile neema iliyoko juu yako, wanakuona ya kwamba utasimama na kuelimisha, utasimama kwenye nafasi na kuyaleta mafanikio nyumbani. Karabashana rabasia. Asante Bwana kwa ajili ya kusanyiko hili. Asante kwa umefahamu kweli yako Bwana. Inakutukuza kwa ajili ya Mungu wa amani. Inakutukuza kwa ajili ya wadada walioko mahali hapa. Inakutukuza kwa ajili ya wanawake walioko mahali hapa Bwana. Ni Bwana umetupa nafasi ya kusimama kama wazalishaji, kama waombaji, kama walinzi kwa ajili ya familia zetu. Na tunasimama mahali hapa Bwana. Tunaomba neema yako kwa Mungu wetu. Ikatupe kusimama katika nafasi. Ikatupe kusimama